Kwa mtazamo wangu kwa kuangalia namba imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mataji ya ndani kombe la shirikisho hivi sasa wadhamini ni KCRB. Yanga wamechukua mara 4 mfululizo baada ya kufungwa katika fainali na watani wa jadi kwenye uwanja wa Tanganyika kama nakumbuka vizuri. Baada ya hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi 3 walishinda kwa mkojo penalty kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano kuna mechi ya fainali ile ya Geita Gold ilikuwa ni sare wakashinda kwa penalty. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalty 7-6 kama nakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa ni Azam Geita. Kuna mechi 3 za penalty. Nyingine zote wameshinda. Alafu mabao 72 wameruhusu mabao 9. Sasa anayejua namba unaweza ukaona hapa ni ukubwa kiasi gani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021-22. Standard ambayo unaona ngumu mno, sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia, ambayo inaweza kuwa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika. Hiki nacho tunapaswa kujihadhari kwa sababu katika misimu minne imeshinda mataji yote. Lakini sio tu inashinda, ukiondoa mechi za msimu huu inafunga mabao mengi. Ishafunga mabao 254. Mechi 120 Yanga imeshinda mechi 100. Ina maana winning percentages ni 83%. Wakati wao wakitoa utawala kwenye ligi kuu back to back mara 4 mfululizo. Watani wa jadi Simba kuanzia 2017-18 mpaka 2021. So walichukua mara 4 mfululizo. Pale kulikuwa na mabadiliko. Kulikuwa na msimu mechi 30, kulikuwa na msimu mechi 38 kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi 38, alafu kukawa na mechi 38, alafu kukawa na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34. Kwa mechi 140. Simba wakati inafanya vizuri sana hapa. Winning ratio ilikuwa ni 73% kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani ukijumlisha vizuri hapa 30 38 utapata hicho ninachokielezea. Alafu kushinda 102 ukikokotoa ndio unapata 73%. Kwa hiyo Yanga ilivyochukua utawala back to back mara 4 yenyewe ni 83%. Baki ni raise bar. Lakini sio hivyo tu. Katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe kutoka kwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996-97. Timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata pointi 62 katika 66. Kwa hiyo performance ilikuwa 94. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu timu ili ushinde wakati mwingine Yanga ishie kuchukua ubingwa performance ya 70.5 kwa sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii mtihani uliowekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yani mbali na timu nyingine kwanza, ni kwamba 2021-22 Yanga unbeaten mechi 30 ilishinda mechi 22 sare 8 mabao 49 ikaruhusu mabao 8. Pointi 74 unazungumzia performance ya 82.22 to infinity around 82%. Kwa hiyo kwenye kuanzia 2010 ndio best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe ndio maana inakuwa ya pili, sio? Lakini msimu unaofuatia kutoka kwenye 74 kwa kujua kwamba washindani wao tunazungumzia Simba, Azam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo ba Yanga wakaongeza tena pointi wakafika 78. Katika msimu ambao Simba kweli walikuja wakapata pointi 73. Maana yake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yalitofautisha nani ya bingwa. Yanga kana pointi 78. Ni performance asilimia 87 around, sababu 86 plus 86 plus. Engineer anajua kizi round inakuwa asilimia 87. Kwa hiyo umepanda kisha tena. Haitoshi. The following season baada ya hiyo 2023-24 Yanga waka-raise tena pointi 80 katika 90. Hapo nazungumzia performance ya asilimia 89, alafu mabao wakafunga 61. Lakini haitoshi, msimu uliopita wakaleta balaa zaidi kwa sababu wakapata pointi 82 katika 90. Ni performance ya asilimia 91. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa hiyo CAF ligi bora namba 1 ni Misri. Ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, unakutana Chad, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho 54, msababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda pointi 3. Lakini unaweza kushinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na pointi 30. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points.
Yanga walianza na point 72, performance mechi 91, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana yake kwa wastani kila mechi, kila dakika 32 na sekunde 32 kufunga bao moja, ambayo haishindi tu Afrika nzima. Sasa hapa sio udamisi, sio muhali, tunasema sio exaggeration of facts, ni dunia nzima katika ligi bora 5 duniani. Hapo Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi 5, Yanga ndio the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitoke mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo, na maanisha kwenye ligi yako na perform vipi. Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700, bali kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kama zinacheza za mpinzani, afu wameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani, mwingine atashtuka, duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwavuli wa FIFA tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndio the best, tunazungumzia AFC. AFC ni ligi za ubora 5, tunazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan, kule hakuna inafikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC, Oceania, yani visiwa vya Vanuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia New Caledonia, hakuna inafikia Yanga. Unazungumzia CONCACAF. CONCACAF ni Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean. Ya unazungumzia Marekani, unazungumzia Honduras, kule ligi 5 bora katika shirikisho lile la CONCACAF. Hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL. CONMEBOL ni Amerika ya Kusini. Hapo unazungumzia ligi bora 5 ni Brazil, Argentina, Colombia, kuna Paraguay. Hakuna ile perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, kwa sababu ndugu zangu najua hawakawi kusema Yanga bora kuliko nazungumzia performance kwenye ligi yake. Lakini unazungumzia UEFA ligi 5 bora, unazungumzia Italy, unazungumzia England, unazungumzia Spain, unazungumzia Ufaransa. Huku sasa ndo kidogo kuna ambaye anataka kuichallenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza, ambaye ni PSG kwenye ligi yake La Liga, Liga 1, ligi kuu ya Ufaransa. PSG msimu uliomalizika kule mechi 34 walifunga goli 92. Sababu mechi ya Arsenal unazungumzia dakika 3060. Kigawanya ndio hiki tunachozungumza tunasema MPG, minutes per goals. Walikuwa wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 16. Kwa wanakuwa nyuma Yanga PSG. Alafu na Barcelona. Hii sasa tunazungumzia La Liga. Barcelona mechi 38 wanazungumzia dakika 3420. Wao katika mechi 38 walifunga mabao 102. Ambao ukichukua dakika 3420 yani kwa 102, ukikompute vizuri utapata wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 31. Hizi ndio best 3 teams duniani kwenye ligi zao performance. Umeshaelewa vizuri. Lakini ukienda kwenye michuano ya CAF, Yanga 2021-22 baada ya kuangukia kwenye CAF, kama unakumbuka vizuri, Confederations Cup, manake kwanza 2021 walitoka na Rivers United mapema 1-1 bisha. Lakini wao msimu unaofuatia walienda kucheza dhidi ya Zala kama Society, kashinda bao 9 aggregate, halafu wakaenda kucheza na Hilal Omdurman. Sio? Wakatolewa. Ina maana unaangukia kwenye playoff kwa kanuni zilizopita, sasa hivi hazipo hizo. Walipoenda kwenye playoff wakacheza na Club Africain bila kwa Mkapa. Yanga ikimiliki bila 9, lakini mshasiku mashuti 5 on target, wale 3 on target bila. Walipoenda Tunisia Rades, Yanga walishinda 1-0. Matokeo yake kaingia kwenye group stages. Wakaenda mpaka finali inayosemwaje, unazungumzia mechi sasa 14 ukiongeza na playoffs zile mechi 2 dhidi ya Club Africain. Kwenye mechi 14 Yanga ilishinda 9. Umeshaelewa? Mechi 9 kati ya 14 ambazo ukifuatilia vizuri katika msimu ule katika michuano ya CAF kazidatao, yani chukua ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, timu best kwa performance ni Yanga. Sizungumzii bingwa, Yanga wako finali. Nazungumzia performance max kwenye match by match basis. Away Yanga ilikuwa namba 1, afu ya pili Mamba. So Mamba away yenyewe ilishinda finali ya mabingwa. Away ni mechi 5, ilishinda 3 alafu ikatoa na sare. Lakini ilishinda 2 sare 3, kapata point 9 za away kwa sababu mechi 5. Yanga away ilienda ilifunga Club Africain away. Kwenye makundi ilitoa sare na Real Bamako kama unakumbuka vizuri. Ilienda ilifunga TP Mazembe, ilifunga na US Monastir. Kwa ufupi ukichanganya katika mechi za away 7, Yanga ilishinda 5, sare 1, ilifunga 1 na US Monastir 2-2.
Sasa Mbwaduke, kazini leo kwa waandishi kuna kazi. Inahitaji utashi wa hesabati. Tusaidie kwa maneno machache, angalau ya chini ya dakika moja. Thamani ya Young Africans imepanda kiasi gani ndani ya uwanja? Imepanda sasa ni kwa asilimia. Ukisema tu rate katika hizo 100%. Ikichukua kwenye ligi kuu Tanzania bara imepanda kwa 87%. Afrika sasa kwa sababu imecheza mechi 44 mchanganyiko, yani ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, alafu imeshinda 25, sare 10, alafu imefungwa mechi 9. Sapo wenzangu watanisaidia hesabu peke kwenye kukokotoa. Unaweka tu ni rahisi hata mechi 25 out of 44 ni winning, alafu sare mechi 10 kati ya 44, amini zile 25 kati ya 44, 10 kati ya 44, 9 za kufunga kati ya 44. Ukiziweka vizuri, tujibu kwa namba sio kwa hisia. Lakini imefanya hapa tunazungumza hapa ipo katibu mkuu Msigwa. Kwa sekunde chache, katibu mkuu Msigwa na Watanzania kwa ujumla tunapaswa kujivunia kupitia Yanga wakishirikiana na watani zao jadi. Sasa hapa tunapozungumza Afrika nzima, ligi ambayo kwenye top 10 clubs inawalau timu zaidi ya moja ni nchi mbili. Misri wana timu 3 ambao ni Al-Ahly, wana Zamalek na Pyramids. Tanzania kuna Simba na Yanga. Hapa tunapozungumza Yanga ya 9 kwa ubora, viwango vipi? Watu wengi wanaangalia viwango ambavyo vimeshakifaa, wanaangalia Yanga ya 12. No, Yanga ya 9 sasa. Ikitokea imeshinda kwa dhidi ya Silver Strikers bila kujali matokeo mengine, Yanga inabeba nafasi yake. Asante Mbwaduke.